Hujambo mtazamaji mpendwa na shabiki wa dhati wa studio za DRM, yani Disease Reversal and Mitigation. Mie ni mwalimu na pia mhudumu wa afya hapa nchini. Jina langu ni Fred Mushiri. Karibu. Na waleteeni kipindi murua kuhusu afya ya jamii. Hii leo tunaangazia awamu ya pili ya ugonjwa wa hari tumbo, yani gastritis. Kama utakuwa na swali, maoni ama nyongeza, hakikisha umenifahamisha kupitia sehemu iliyo wazi ya maoni yako chini ya video hii. Na kama utakuwa na swali lolote kuhusu changamoto yoyote ya afya ulionayo, usisite kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu uliopewa kwenye skrini ya rununu ama runinga unayoitumia. Aidha, endelea kulipenda somo, yani like, endelea kulipendekeza, yani share, na uendelee kujisajili, yani subscribe, ili uwe mmoja wa watumizi wa masomo haya yanapopeperushwa kwenye mtandao kupitia idhaa hii ya YouTube. Karibu tena katika awamu hii ya pili kuhusu ugonjwa wa hari tumbo, yani gastritis. Hili ni tatizo linaloathiri jamii nyingi hapa nchini. Tutakuwa tunaangalia kwa kina tiba kamili ya ugonjwa wa gastritis. Katika kipindi kilichopita nilisema ya kwamba mfumo wa umeng'enyaji wa chakula ndio mfumo uliolindwa zaidi, kwa sababu mfumo huu umekita ndani yake asilimia zaidi ya 90 ya kinga ya mwili. Alafu tukasema ya kwamba mfumo huu uko na malango mawili. Kuna lango la kwanza linaloitwa mdomo na lango la pili ambalo linaitwa mkundu. Na haya malango hayafunguliwi isipokuwa kwa uchaguzi wa mwenyewe. Ndani ya huu mfumo pia kuna maji makali yaliyo na uwezo wa kuharibu viini vinavyosababisha magonjwa. Maji hayo ni kama tindikali yanayozalishwa na tumbo na maji mengine yaitwa nyongo yanayozalishwa na maini. Kwa hivyo katika hayo maji kuna kemikali zilizo na uwezo wa kuharibu sumu ndani ya mwili. Tunapoendelea, ni vizuri tupate mafungu kadhaa kutoka kwa Biblia yanayotusaidia kujua vile Mungu alivyouumba mfumo huu wa umeng'enyaji ili tuweze kujivunia baraka kutoka kwa muumbaji wetu, haswa katika swala la afya katika njia hii ya chakula. Katika kitabu cha Marko 7 fungu la 15 na fungu la 19 tuko na mambo yafuatayo ambayo Yesu mwenyewe ambaye ndiye muumbaji aliyasema wakati alikumbwa na shutuma kutoka kwa Mafarisayo eti ya kwamba alikuwa yeye na wanafunzi wake wameingia chakulani bila kunawa mikono, na Yesu akawa na haya ya kusema eti ya kwamba hakuna kitu ambacho kinamwingia mtu kilicho na uwezo wa kumtia unajisi. Yani nafupisha tu, kwa sababu kitu chenyewe huingia kwa tumbo na baadaye kinatoka kinapelekwa chooni. Kwa hivyo swali kuu ambalo tunajiuliza kwa usemi kama huu wa Yesu Kristo ni alimaanisha nini alipoyasema hayo? Yesu Kristo huenda alimaanisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni ya kwamba mfumo wa umeng'enyaji ni mfumo wazi, yani uko nje ya mwili, na ni kweli, kwa sababu mfumo huu uko na njia ya kuingia, yani mdomo, na njia ya kutoka, yani mkundu, na tunasema ya kwamba ni ngozi ya ziada, yani kwa upana ni ngozi. Kwa hivyo utapata hata bakteria ambazo zinapatikana kwenye ngozi ndizo tu zinazopatikana katika matumbo isipokuwa katika tumbo. Na kwa hivyo Yesu Kristo hali akijua ya kwamba huu ni mfumo ulio wazi na ni sehemu ya nje ya mwili,
Akasema basi hakuna lolote ama chochote unakula kinaweza kikakutia unajisi ama kikakudhuru, isipokuwa basi iwe ni sumu iliyo wazi. Lakini huenda Yesu Kristo alielewa mikono yake na mikono ya wanafunzi ya kwamba haikuwa na kemikali zozote. Kwa hivyo yeye alipokula chakula na wanafunzi wake wakiwa hawajanawa mikono, si eti walikuwa tishio kwa afya ya umma. Walifahamu fika ni nini kilikuwa kwenye ngozi ya mikono yao. Kwa hivyo jambo la kwanza ni sehemu ya mfumo wa umeng'enyaji wa chakula ni sehemu ya nje ya mwili, na bakteria zake zinafanana na zile zilizo kwenye ngozi. Kwa hivyo Yesu hakuona tishio lolote pamoja na wanafunzi wake kula kwa mikono ambayo ilikuwa haijasafishwa katika maji. Kwa hivyo huyu ndiye muumbaji anayeelewa. Kwa hivyo swali kubwa ambalo huwa tunajiuliza, mbona basi sehemu hii ambayo inaonekana iko nje ya mwili basi imeathiriwa na magonjwa mengi namna hii? Nitakuwa ninawasomea kitabu kimoja ambacho kinatuongoza haswa katika sheria fulani za afya, ili tusije tukajitia katika hatari ya kupata shida ama magonjwa katika mfumo huu pasipo kujua. Nitakuwa ninasoma kitabu kimoja, ngojeni ninawaleteni kitabu hicho mara hii. Kitabu chenyewe ninapowaletea, nataka tuone maelekezi tunayoyapata kutoka kwa kitabu hiki kuhusu jinsi ya kutunza mfumo huu wa umeng'enyaji. Tunaambiwa mambo yafuatayo, ya kwamba watoto hali kadhalika na watu wazima mara nyingi huwa wanakula kupita kiasi ama wanakula mara nyingi. Jambo hili linalete joto katika mwili na maumivu ya kila aina kwa njia nyingi. Tumbo halipaswi kuweka katika hali ya kufanya kazi wakati wote. Kwa hivyo tunapaswa kujiepusha na kufanyisha tumbo kazi kupita kiasi. Lazima tulipe tumbo majira ya mapumziko. Pasipo hilo, watoto watakuwa wakali na pia watakuwa wenye hasira na aghalabu watakuwa wagonjwa. Wazazi ambao hawafuatilii vizuri ni nini sababu ya shida za watoto wao, wanafanya makosa makubwa ya kuvunja sheria, na baadaye wanaharakisha kwa daktari ambaye wanatumainia ataweka mambo kuwa sawa. Baadaye tunaambiwa mzazi kama huyu anatangua sheria ambazo zinadhibiti kiwiliwili na maisha ya yule mtoto. Kwa hivyo anaendelea kuvunja sheria zaidi kwa kukinzana na maumbile ya asili ya yule mtoto anapompatia dawa ambazo ziko na sumu. Watoto ambao wameharibiwa ama watoto ambao wangetunza kiwiliwili chao isipokuwa kuharibiwa kwa sababu ya ukosefu wa hekima wa yule mzazi. Kwa hivyo watoto wengi wamejipata na magonjwa ya kudumu na pia wamekufa mapema. Na mzigo huu wakati mwingine umepatiwa jamii ambamo hao watoto wanatoka. Kwa hivyo swali kuu ambalo tunaulizwa, je, ni nani wa kulaumiwa wakati mambo yamekuwa hivi? Je, Mungu anapaswa kulaumiwa? Na kusema ukweli, Mungu hapaswi kulaumiwa kwa sababu yeye hafurahii mateso ya watu wake. Kwa hivyo wazazi ndio wanapaswa kulaumiwa kwa sababu hawakufuatilia sababu za watoto wao kuwa na joto, kuwa na maumivu. Jambo hilo linachangiwa na jinsi watoto wanavyokula. Wakati mwingine wanakula mara nyingi, na jambo hilo linachangia maumivu.
Tuendelee tusikie haswa tunapoangalia chanzo kamili cha ugonjwa huu wa hali tumbo ni yapi ambayo tunapaswa kuelewa. Jambo lingine ambalo lazima tulielewe ni kuna watu wengi ambao wamepimwa na wamepatikana ya kwamba wako na bakteria ya H. pylori ingawaje hawana dalili zozote za magonjwa za ugonjwa huu. Kwa hivyo ni wengi ambao wamepimwa, wamepatikana wako chanya kwa bakteria hii, lakini hawana dalili za ugonjwa wa hali tumbo. Dalili ambazo nilisema ni kama maumivu ya tumbo, kichefuchefu, kusikia moto katika sehemu ya kifua, na wakati mwingine kuna wale wako na kuhara ama wengine wako na hali ya kutapika. Kwa hivyo swali ni kama umepimwa, umepatikana ya kwamba wewe uchanya kwa hii bakteria, je, unapaswa kuanza matibabu? Na matibabu ambayo yanatumika ya kisasa ni dawa 3 ambazo ziko katika mkoba mmoja. Dawa hizo ni zile za kuua, yani antibiotics. Na dawa ya 3 ambayo inaitwa PPI, dawa hiyo ni ya kuzima tindikali katika tumbo, yani inazuia tumbo la yule mgonjwa liweze kuzalisha tindikali. Hivyo hayo ndio madawa ambayo yanatumika, na swali ambalo tunajiuliza ni yule ambaye alipimwa na akapatikana ako na hii bakteria, je, anapaswa kutibiwa na hizi dawa? Hayo ndio tutakuwa tunaangalia kwa kina ili tuweze kujua kama anapaswa kutibiwa au la. Na wakati uliopita niliweza kusema ya kwamba bakteria hii ya H. pylori ni bakteria ambayo sayansi inakubali ya kwamba imetengeneza ushirika wa dhati na wa muda mrefu na mwanadamu, na kwa hivyo ushirika huu unatarajiwa usiwe wa kudhulumu, kila mshirika asimdhulumu mwenzake. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa bakteria ambazo zimetengeneza ushirika na mwanadamu. Na kwa hivyo hata inapofikia wakati wa mtoto kuzaliwa, kwa sababu bakteria hii iko na maskan peke yake katika wanadamu, yaani hamna mnyama mwingine ambaye anatunza bakteria hii katika mwili wake isipokuwa mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo hata watoto wa wanadamu wanapozaliwa hurithi bakteria hii kutoka kwa wazazi wao, kwa sababu mdomo wa mtoto hutangamana moja kwa moja na ile njia ya choo ya yule mzazi. Na tunajua ni wazazi wengi ambao wanawazaa hawa watoto kama wako na ugonjwa wa hali tumbo, na wengine pia wamepimiwa wako na bakteria ya H. pylori wakati wamebeba mimba za hawa watoto. Kwa hivyo wanapofikia wakati wa kuzaliwa hurithi moja kwa moja hii bakteria, kwa sababu hii bakteria huishi katika mwili wa mwanadamu, haswa katika matumbo ya mwanadamu. Kwa hivyo kama kungekuwa na muathiriwa mwafaka zaidi na mahali pazuri zaidi na penye usalama pa bakteria hii kuishi, ingalikuwa katika mwili wa yule mtoto punde tu anapozaliwa, kwa sababu bakteria hii hutafuta mazingira ya alkali, yaani mazingira yasiyo na tindikali, na tumbo la mtoto aliyezaliwa halina tindikali. Kwa hivyo ingekuwa rahisi kwa hii bakteria kuishi katika tumbo la mtoto kwa sababu halina tindikali. Pili, mtoto anapozaliwa hana mfumo wa kinga mwili ambao umekomaa. Kwa hivyo
kinga mwili hiyo siyo tishio kwa hii bakteria. Kwa hivyo ingekuwa rahisi zaidi bakteria hii ya H. pylori kuangamiza na kuleta maambukizi kwa mtoto. Lakini ni kinaya kusikia kwamba bakteria hii itangojea wakati mtu atakapokuwa mtu mzima, kumaanisha ametengeneza tindikali na pia mfumo wa kinga mwili imekomaa, ili hii bakteria ianze kulete maambukizi. Hilo ni jambo ambalo tunapoliangalia hivi linatatiza kulielewa. Jambo lingine ambalo ningependa ulielewe ni hili, na hii nitakuelezea ili uweze kufurahia haswa sayansi ambayo ni ya kweli na ambayo imejengwa katika uumbaji wa mwili. Ningependa ujue ya kwamba viumbe vyote ambavyo Mungu aliumba, vikiwemo bakteria, hutafuta mazingira yaliyo rahisi zaidi na yenye amani ili wadumishe maisha yao katika hayo mazingira. Hakuna mnyama ama bakteria ama kiumbe kinaweza kikatafuta eneo ambalo ni hasimu kwa maisha yake. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa bakteria katika mfumo wa umeng'enyaji. Zimejitafutia mahali ambako hali ya mazingira ni salama. Kwa mfano, bakteria hujiepusha kuishi katika tumbo la mwanadamu kwa sababu kuko na tindikali, na zimetafuta mazingira ya alkali iliyo katika mdomo, iliyo katika umio, na pia katika matumbo madogo na matumbo makubwa, kwa sababu huko mazingira ni ya alkali. Zinafanya hivi ili ziweze kudumisha maisha yao. Ni jambo la kinaya tena la ucheshi kusikia kwamba kuna bakteria moja ya hizi ambayo badala ya kujitafutia mazingira salama inang'ang'ana kuingia katika tumbo ili iishi huko, mahali ambako viwango vya tindikali viko juu zaidi na inaweza ikaharibiwa kwa wepesi. Bakteria yenyewe inaitwa H. pylori. Wanasayansi wanasema ya kwamba bakteria hii hung'ang'ana kuishi kwa tumbo kwa kutumia kimeza, yani enzyme, ambayo inaitwa urease, ambayo hubabatua kemikali inayoitwa urea iliyo katika tumbo ili itengeneze majimaji ya kuzimua tindikali, na majimaji hayo yaweze kudumisha maisha ya hii bakteria. Kwa hivyo lazima iwe inatumia nguvu nyingi zaidi. Lakini ni kweli ya kwamba bakteria hii inaweza ikabadilisha ile urea na ikawa majimaji ya kuzimua, yani diluting fluid, ambayo inaweza ikafikia kiwango cha kubadilisha tindikali iliyo katika alama ya 1.5 kwenye mizani ya pH, ibadilishe hiyo tindikali iwe alkali katika viwango vya 7 ama 8. Je, hii bakteria iko na uwezo wa kuzalisha majimaji kiasi hicho? Unapoangalia viungo vilivyo ndani ya mwili ambavyo Mungu amevipatia kazi ya kuzimua ile tindikali, viungo kama maini, duodeni na kongosho, viko na uwezo wa kuzalisha kati ya lita 3 hadi lita 5 kila siku ili kuzimua tindikali. Kwa hivyo kama hii bakteria itaweza kubadilisha mazingira ya tindikali yawe ya alkali, basi tunatarajia iweze kutengeneza lita 3 hadi lita 5 za majimaji ya kuzimua kwa siku. Na kama tunangojea kiumbe kama H. pylori ambacho ni finyu, ni kinyonge, hakina nguvu, kiweze kutengeneza hayo majimaji, basi inabidi tukojee mpaka siku ya Kiyama. Jambo hilo halitawezekana. Kuna hoja nyingine ambayo inatilia shaka kulengwa kwa bakteria hii ya H. pylori, na kwamba hakuna haki
kulenga hii bakteria, kwa sababu mbinu ambazo zinatumika kuilenga tena hazionyeshi ya kwamba tatizo ni bakteria hii yenyewe. Kwa mfano, dawa ya tatu ambayo tulisema, ambayo kazi yake kubwa ni kumenyana ama kutibu ugonjwa wa H. pylori, inaitwa PPI. Ni dawa ya kuzima uzalishaji wa tindikali katika tumbo. Niliwaambia kuna dawa tatu, mbili ni za kuua, yani antibiotics, na ya tatu ni ya kuzima asidi, yani kupunguza asidi katika tumbo la mwanadamu. Lakini swali ni kwa sababu bakteria yenyewe hutafuta mazingira yasiyo na tindikali. Kwa hivyo bakteria yenyewe hutafuta mazingira ya alkali. Wakati dawa ambayo inazima tindikali inatumiwa, je, unaona ya kwamba inawezesha bakteria kudumisha maisha yake ama inaangamiza maisha ya hiyo bakteria? Kusema ukweli, unapopunguza tindikali unadumisha maisha ya ile bakteria. Na kwa hivyo haja ya kutumia dawa kama hiyo iko wapi, kama lengo kuu lilikuwa kuondoa bakteria yenyewe? Mbona basi utumie dawa ambayo inajengea hii bakteria mazingira mazuri ya kuendelea kuishi, kwa sababu bakteria yenyewe pia hutafuta mazingira ya alkali. Dawa nayo inatengeneza mazingira ya alkali. Kwa hivyo jambo hilo linakinzana, na kwa hivyo tunashangaa, je, tiba ya kisasa inalenga kuondoa hiyo bakteria ama inalenga kudumisha maisha yake? Ama labda lengo kamili ama chimbuko kamili la ugonjwa wa haritumbo sio hiyo bakteria. Kuna hoja zingine nitakupatia ili uweze kuelewa sababu kuu ya tutafute tiba kamili. Kwa mfano, unapoangalia sehemu nyingine ni ya kwamba wanasayansi wanasema ya kwamba kiwango cha kemikali itwayo urea ambacho hudondoshwa na tumbo kinatumika na bakteria H. pylori kuweza kutengeneza majira ya alkali, kwa sababu hii kemikali ndiyo hubadilishwa na inatengeneza amonia ambayo hutengeneza mazingira ya alkali. Swali ni, je, hii urea ambayo iko kwa tumbo inatosha kutengeneza viwango vya majimaji ya kuzimua kama yale tuliyotaja ya kati ya lita 3 hadi lita 5? Je, tumbo linaweza alikanyesha kiwango hicho cha urea? Ukweli mtupu ni kwamba kama tumbo lingalikuwa na uwezo wa kunyesha kiwango kama hicho cha urea, basi urea yenyewe ingesababisha uharibifu wa tumbo lako. Hatungegojea bakteria H. pylori, kwa sababu viwango kama hivyo vya urea sana sana ambavyo tumeziona katika wagonjwa walio na shida ya figo kufeli, yaani figo yao imekwama, na kwa hivyo wanatengeneza kiwango kikubwa zaidi cha urea ndani ya damu. Urea hiyo imesababisha ugonjwa ambao unaitwa uremic gastritis. Kwa hivyo viwango vingi vya urea ndani ya tumbo vingesababisha ugonjwa wa haritumbo pasi na kungojea bakteria hii ya H. pylori. Hii inamaanisha ya kwamba basi hiyo hoja haisimami. Alafu kitu kingine, seli za ukuta wa tumbo hazijaumbwa na muundo wa kunyesha kemikali ya urea. Zimeumbwa na muundo wa kunyonya viinilishe vilivyo katika tumbo. Kwa hivyo ni tofauti na ngozi ambayo imeundwa na muundo wa kunyesha urea, yaani ngozi yako iko na urahisi sana wa kuondoa urea katika mwili. Sio hivyo kwa tumbo lako. Tumbo lako halihesabiwi kama mmojawapo wa viungo ambavyo vinanyesha sumu hatari kutoka kwa mwili. Sumu kama nini? Urea na kemikali zingine.
Viungo hivyo ni figo, matumbo makubwa, ngozi na mapafu. Hayo ndiyo yaliyo na seli za kunyesha sumu kutoka kwa mwili. Sio hivyo kwa tumbo. Muundo wa tumbo ni wa kunyonya viinilishe, virutubisho ambavyo umekula katika vyakula. Alafu kitu kingine ningependa tuelewe ambacho kinatilia shaka msimamo wa sayansi, haswa kulenga hii bakteria ni hiki, ya kwamba unapoangalia bakteria zote ziko na mapungufu chungu nzima, ikiwemo bakteria ya H. pylori, na mapungufu mojawapo ni haina DNA kamilifu kama ile DNA ya seli ya mwanadamu. Na ndiposa kuhusu uzalishaji, bakteria zote lazima zitegemee mwenyeji ambaye ni mahali ambako zimetafuta hifadhi na makazi. Kwa hivyo ziko na mapungufu ya DNA na haziwezi kujizalisha kawaida jinsi seli za mwanadamu huwa zinajizalisha. Kitu kingine ya kwamba bakteria hazina mitochondria, na kwa hivyo hazina nguvu, hazina uwezo wa kuzalisha nguvu kwa kujitegemea. Zinategemea vyakula ambavyo mwanadamu anavipa, na zinategemea viinilishe kutoka kwa mwenyeji wake ili ziweze kudumisha maisha. Na jambo lingine ni bakteria zote, ile cell membrane yake haina nguvu. Zinapoingia katika mazingira ya tindikali, hiyo cell membrane itameng'enywa, itaharibiwa. Na hiyo ndiyo sababu viumbe hivi finyu na vinyonge zinaitwa bakteria, zinatafuta mazingira ya alkali, zinajiepusha na mazingira ya tindikali kama ya tumbo. Na ndiyo sababu bakteria hizi utazipata kwa mdomo, utazipata kwa umio, utazipata kwa matumbo madogo, utazipata kwa matumbo makubwa, utazipata kwa kibole katika matumbo makubwa, lakini hutazipata kwa tumbo, kwa sababu zinaepuka mazingira ya tindikali ambayo ni hasimu kwa maisha yake. Kwa hivyo hakuna kiumbe kati ya vile viumbe ambavyo Mungu aliviumba ambavyo vitatafuta mazingira ambayo ni hasimu, kwa sababu kila kiumbe kinataka kuishi zaidi. Kwa hivyo tunapoangalia hoja hizo za kulenga bakteria ya H. pylori, tunaona ya kwamba hailingani na maumbile ya mwanadamu jinsi alivyoumbwa na Mungu. Kwa hivyo huu ndio wakati wa kuangalia tiba kamili ya ugonjwa wa haritumbo. Kwanza tuweke kando mambo ya bakteria ya H. pylori, tuangalie ni nini ulichofanya ambacho kimechangia tumbo lako kuchafuka na ngozi ya tumbo lako kubambuka. Nataka uangalie mambo yafuatayo ambayo nitakuonyesha ili uweze kufurahia afya nzuri. Tunaangalia tiba kamili, na tunapoangalia tiba kamili, mambo yafuatayo lazima yafuatiliwe ili tuweze kufurahia afya nzuri. Jambo la kwanza ni lazima tuinue viwango vya tindikali ambayo inaitwa hydrochloric acid katika tumbo. Sasa hapo unajiuliza, je, wakati niko na ugonjwa wa haritumbo ama gastritis, si inamaanisha niko na asidi nyingi kupita kiasi? Na ninataka kukushtua nikwambie, huna asidi, uko na upungufu wa asidi, kwa sababu dalili zote ambazo uko nazo ni zile ambazo zinawasilishwa na mgonjwa aliye na upungufu wa tindikali katika tumbo lake. Kwa sababu jambo la kwanza, mtu anapokuwa na hali ya kuchomwa kwenye kifua na maumivu ya tumbo, hiyo ni dalili ya kwamba kifungo ambacho kiko juu ya tumbo lako kiitwacho cardiac sphincter kimefunguka, na kifungo hicho kinafunguka wakati asidi imepungua katika tumbo. Na hiyo ndiyo sababu uko na hilo tatizo la kuwashwa na kifua
ama kile tunaita heartburn ama kiungulia. Kwa hivyo lazima tutafute mbinu za kuinua viwango vya tindikali katika tumbo. Na watu wengi kwa sababu hawajui umuhimu wa tindikali, kwa sababu hawajui umuhimu wa asidi iliyo katika tumbo, ndio basi wanalenga kila mbinu ya kupunguza viwango vya asidi. Na wanapopunguza viwango vya asidi, basi kile tumepata ni ya kwamba asidi hiyo inapopunguka, tunakuwa na shida ya kubambuka kwa ngozi ya tumbo ambayo inaitwa gastritis ama hali tumbo. Tutainua viwango vya tindikali ili iweze kufikia vile ambavyo vinatakikana, alama ya 1.5 hadi alama ya 3.5 kwenye ile mizani ya pH. Na tunasema hivi kwa sababu tindikali iko na umuhimu mwingi sana. Umuhimu wa kwanza ni kuhakikisha ya kwamba madini muhimu ambayo yanasaidia kuponya ngozi yako ya tumbo na kuondoa kabisa ugonjwa wa hali tumbo yametengenezwa. Kwa mfano, huwezi ukatumia madini ambayo inaitwa iron ama chuma na calcium na vitamini zingine kama B12 bila kuwa na tindikali ya kutosha. Madini haya ni mazuri ama viinilishe hivi ni vizuri kwa sababu vinasaidia ugonjwa wako wa hali tumbo kupona haraka. Pia asidi ama tindikali iliyo katika tumbo huwezesha kuvunjavunja vyakula na kumeng'enya vyakula katika tumbo. Baadaye sana sana vyakula kama protini. Baadaye vyakula vyote vinapochanganywa katika tumbo na kuwa hali sawa ya tindikali, kukiwa na tindikali ya kutosha, itaweza kutoa ishara kwa viungo ambavyo kazi yake ni kunyesha majimaji ya kuzimua, kwa mfano maini, nyongo na kongosho, kuweza kumimina hayo majimaji ya kuzimua tindikali katika sehemu ambayo inaitwa duodeni. Kwa hivyo usingalikuwa na asidi ama tindikali ya kutosha, hungalikuwa na uwezo wa kutoa ishara kwa hivi viungo ili viweze kumimina maji haya katika sehemu ya duodeni. Na kwa hivyo na haya maji yasipomiminwa, basi inamaanisha hutakuwa na uwezo wa kupona ile shida yako ya gastritis. Kwa hivyo lazima kuwe na mawasiliano mazuri katika hivi viungo, na mawasiliano yenyewe inaendeshwa na kemikali. Kwa hivyo mawasiliano haya ndiyo yanayorejesha nguvu nyuma na yanayosongesha nyingine mbele ili iweze kuponya hali yake. Umuhimu mwingine ambao tunapata wa tindikali ni inakuwezesha kusaga protini, kwa sababu tindikali ndio huvunjavunja kile kimeza ambacho kinaitwa pepsinogen ili kiwe katika hali ya kusaga ama kumeng'enya protini zako. Na kwa hivyo watu ambao wanatumia dawa ya tatu ambao hutumika sana kwa ugonjwa wa hali tumbo inayoitwa PPI, yani antacid, hujua kwamba hutakuwa na uwezo wa kumeng'enya protini, na protini zisipomeng'enywa vizuri, zikiingia katika mzunguko wa damu kama hazijameng'enywa vizuri, huzua kila aina ya magonjwa yakiwemo mizio. Mizio ni allergies, asthma, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya shinikizo la damu, magonjwa ya mwasho wa viungio yani arthritis, kwa sababu protini hizi zimeingia katika mzunguko wa damu kama hazijameng'enywa vizuri. Tatizo kuu ama jambo ambalo linachangia jambo hili sana ni matumizi ya antacids ambazo zinazima uzalishaji wa tindikali, na jambo hilo linazuia umeng'enyaji mzuri wa hizi protini. Uzuri mwingine wa hii tindikali
ni kinga ya kwanza ambayo inaharibu viini vyote ambavyo vinasababisha magonjwa, na mojawapo ya viini ambavyo vinasababisha magonjwa ambazo huharibiwa na tindikali iliyo katika viwango sawa ni kiini ambacho kinaitwa ukoga ama fungus. Na fungus ni mbaya sana kwa kuchumbua ngozi ya tumbo lako. Kwa hivyo usipokuwa na tindikali la kutosha, utakuwa na kitu ambacho tunaita fungal overgrowth, na itaharibu tumbo lako. Na wakati imeharibu tumbo lako, hivi ndivyo ambavyo huwa tunapata. Ukiangalia katika mfumo wa umeng'enyaji, vizuri, utaona katika picha ambayo nilikuwa nimekuwekea kwenye skrini yako, chakula chote ambacho umekula kiko na muda wa mapito. Kwa hivyo tangu utafune chakula kwa mdomo wako hadi kitakapotolewa kwenye sehemu ya mkundu, kiko na muda wa mapito katika kila kitengo cha mfumo huo wa umeng'enyaji. Kwa mfano, katika sehemu ya umio, hapo ndipo chakula hupita kwa haraka sana, lakini chakula kikiingia kwa tumbo kinadumu masaa 4 kinapoendelea kumeng'enywa, alafu kitaingia katika matumbo madogo, na kikiingia katika matumbo madogo pia kiko na haraka kidogo. Nitakuonyesha hiyo picha ili uweze kuelewa kile ninamaanisha. Angalia vizuri kwenye hiyo skrini yako ya kwamba chakula kinapoingia kwa mdomo kinapitia katika hii sehemu ya umio, alafu kinaingia katika hii sehemu ya tumbo, kinadumu kwa masaa 4. Hapa kinachanganywa na tindikali vizuri, alafu kutoka hapo kinaingia katika hii sehemu ambayo inaitwa duodeni. Hapa ndipo maji ya kuzimua ambayo yanatoka katika maini na ingine yanatoka katika kongosho ambayo imefichwa hapa nyuma ya tumbo, inamiminwa hapa kwenye hii sehemu ya duodeni, alafu chakula kinazimuliwa kwa sababu wakati kimetoka kwa tumbo kiko na tindikali nyingi. Kinazimuliwa ili kibadilishe hii pH kutoka 1.5 mpaka 7 hadi 8, kwa sababu chakula kilicho na tindikali hakiruhusiwi kuingia katika matumbo madogo. Kwa hivyo kitaingia matumbo madogo na pia kitatembea kwa haraka, halafu kiingie hapa kwenye sehemu hii ya matumbo makubwa. Alafu kuna kiungo hapa ambacho kinaitwa kibole. Kazi ya kibole ni kudondosha mafuta yenye utelezi na pia kudondosha bakteria nzuri ziweze kuanza kazi yake pia ya umeng'enyaji. Kwa hivyo mkondo hapo wa chakula huwa mrefu sana na chakula huenda pole pole sana. Kwa hivyo ukiangalia mkondo huu wa umeng'enyaji utagundua ya kwamba sehemu ambazo chakula hukaa kwa muda mrefu, kwa mfano hapa kwa tumbo na katika matumbo makubwa, hizi ndizo sehemu ambazo zinajulikana kuwa na shida nyingi zaidi katika mfumo wa umeng'enyaji. Utagundua ya kwamba sehemu ya matumbo madogo haina shida nyingi sana. Lakini swali ni kwa nini? Sababu moja ni ya kwamba wakati chakula kimeingia kwa tumbo, chakula hicho ni maiti, yaani ile kazi ya kukitafuna na kukiharibu chakula chenyewe kinapoteza uhai. Kinapoingia kwa tumbo huwa marehemu, yaani chakula hicho kimekufa. Kwa hivyo kitu chochote ambacho kimekufa kinavutia ukoga, yaani fungus. Lakini Mungu kwa hekima yake amehakikisha hii sehemu ambayo chakula kinaweza vutia ukoga iko na tindikali, yaani asidi viwango vya juu sana.
kuweza kuzuia ukoga, tukitarajia kwamba baada ya masaa 4 chakula hicho kitaondoka. Lakini kama mtu atakuwa na asidi kidogo, ni kumaanisha ya kwamba hataweza kudhibiti ukoga. Kwa hivyo ukoga utamea katika hii sehemu ya tumbo, na unapomea, huyu mtu atakuwa na shida ya hari tumbo ama gastritis inayotokana na ukoga. Mahali pengine ambako ukoga humea ni katika sehemu ya matumbo makubwa, kwa sababu hii sehemu nayo chakula hukaa sana na kinavutia koga. Hii ndiyo sababu kuna shida nyingi ambazo zinaletwa na ukoga, kama kuchumbuka kwa matumbo. Unapata shida ambayo inaitwa IBS, inflammatory bowel disease. Unapata shida ya saratani kwa sababu ya huo ukoga. Unapata shida ya mwasho katika hii sehemu ya choo kwa sababu ya ukoga, na shida zingine nyingi. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba muda wa mapito wa chakula haupiti viwango ambavyo vinatakikana, kwa sababu tangu ule chakula hadi kitakapotolewa, chakula kinapaswa kudumu katika mfumo wa umeng'enyaji kwa takriban kati ya saa 12 hadi saa 16, between 12 to 16 hours. Kwa hivyo zaidi ya hapo utakuwa unakaribisha magonjwa. Ni kumaanisha mtu ambaye amekula mara 2 kwa muda wa masaa 24 anapaswa kwenda haja mara 2, ama amekula mara 3 aende haja mara 3. Lakini unapogundua mtu anakula mara 2 anaenda haja mara 1, hiyo ni kumaanisha kipindi cha mapito wa chakula kimeongezeka, na jambo hilo litaleta ukoga, na zaidi litaleta mchumbuko wa ngozi ya matumbo. Atakuwa na kila aina ya mwasho katika mkondo huo wa chakula, ikiwemo gastritis, ikiwemo celiac disease na shida zingine ambazo zinatokana na chakula kukaa kupita kiasi kwa tumbo. Kwa hivyo ili kuweza kubadilisha ama kupunguza muda huu wa mapito, lazima tufanye mazoezi. Lazima tuhakikishe tunakula chakula ambacho kiko na nyuzi nyuzi ama fiber. Lazima tuhakikishe ya kwamba tunakunywa maji wakati unaohitajika, yaani lisali 1 kabla ya kula, baada ya kula masaa 3 baadaye, kwa sababu mwili ambao hauna maji utakaukiwa na choo. Lazima tuhakikishe ya kwamba tumedhibiti msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo unachangia kitu tunaita choo kukauka, yani constipation. Lazima tuhakikishe tunapata muda wa kutosha wa kupumzika. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunapaswa tuchunge ili kuweza kudhibiti ama kuondoa kabisa ugonjwa wa gastritis. Kwa hivyo kuwa na viwango ambavyo vinatakikana vya tindikali katika tumbo lako vinaondoa chimbuko lingine kuu la ugonjwa wa hari tumbo, yani gastritis, na hiyo ni kiumbe ambacho kinaitwa ukoga. Usipokuwa na asidi ya kutosha, utatengeneza ukoga katika tumbo lako. Tuendelee na kuangalia tiba kamili. Tuangalie tiba kamili ya ugonjwa ambao unaitwa hari tumbo, yani gastritis. Katika kuangalia ugonjwa kama huu wa gastritis, tusije tukasahau ya kwamba ukoga ni mojawapo ya viini ambavyo vinalete ugonjwa huu, kwa sababu ukoga pia umechangia kuharibu tumbo. Kando na kuharibu tumbo, unaharibu ubongo, kwa sababu kuko na uhusiano wa moja kwa moja kati ya tumbo lako na ubongo wako. Mahali tumbo lako linaharibika, ubongo pia unaharibika. Ukoga unachangia ugonjwa
wa hali tumbo, yani gastritis. Sana sana miongoni mwa watu ambao wanatumia madawa ya kila siku. Wale ambao wamepokea viungo pandikizi, yani organ transplants, inawabidi watumie dawa za kusaidia miili yao kukubali hivyo viungo pandikizi, na kwa hivyo dawa hizo zinaharibu mfumo wa bakteria nzuri, na jambo hili linachangia ukoga. Watu walio na ugonjwa wa diabetes pia wako na koga nyingi sana. Kuna watu wengine ambao hutumia madawa ya saratani, pia wako na tatizo la kupata ukoga. Wale wanaotumia dawa za kuua, yani antibiotics, pia wako na tatizo la kupata ukoga. Na antibiotics zimetumiwa vibaya kupita kiasi, kwa sababu mtu akiwa na homa anaenda anachukua amoxicillin ama antibiotics zingine. Nani alikwambia ati homa inahitaji antibiotics? Watu wamepoteza hekima. Wengine hawajui homa ni nini, na tutakapokuwa tunaongea kuhusu homa nitawaelezea homa ni nini, na labda tuchambue tiba nzuri na tiba ya kudumu ya ugonjwa wa homa. Jambo lingine ni mtu asipokuwa na kinga ya kutosha, pia atakuwa na shida ya kupata ukoga. Na ukoga unapoingia katika matumbo unaharibu seli za tumbo, yani ukuta wa tumbo. Baadaye unaweza ukachimba ile ngozi ya tumbo na ukawa na kitu kinaitwa perforation, yani shimo la tumbo. Na wakati mwingine ukoga pia umesababisha saratani ya tumbo. Na bakteria ambayo inahusika sana na hii saratani ya tumbo inaitwa Candida. Nilikuwa nimesema hapo awali ya kwamba ukoga pia unachangia katika kuharibu ubongo, kwa sababu asilimia zaidi ya 90 ya homoni na kemikali zingine za mawasiliano ambazo zinawezesha ubongo wako kuwa na afya nzuri, kuwa na amani na kuwa na furaha. Okay? Zinachangia pia zile hisia za mwili. Hizo homoni zinatengenezwa katika matumbo yako. Kwa hivyo matumbo yako yanapoharibiwa, huwezi ukafurahia afya nzuri ya tumbo. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na mfumo wa bakteria nzuri na matumbo yaliyo na afya, kwa sababu huu mfumo wa bakteria nzuri huchangia katika afya ya ubongo wako. Na kwa hivyo unapokuwa na amani katika tumbo, utakuwa na amani katika ubongo. Hiyo ndio sababu watu wengi wakiwa na shida ya tumbo wanaumwa na ubongo, kwa sababu ya neva ambazo zinawasiliana moja kwa moja kutoka kwa tumbo hadi kwa ubongo. Na ndio sababu ushaisikia kwamba watu ambao wamehusika katika ajali ya barabara, wamegongwa kichwa, lazima wapatiwe madawa ya kuzuia vidonda vya tumbo, kwa sababu kuna neva ambazo zinawasiliana moja kwa moja kutoka kwa ubongo hadi kwa tumbo. Hata mtu anapokuwa na wasiwasi, jambo hilo huwa analisikia katika matumbo. Hivyo ndivyo mawasiliano yalivyo moja kwa moja. Kwa hivyo afya ya matumbo ndio afya ya ubongo. Kwa hivyo kitu ambacho lazima tujitenge kabisa nacho ni kuharibu matumbo yetu. Tutakuwa tunaangalia sehemu nyingine ambayo inahusu tiba kamili ya matumbo yako. Na tiba hiyo ambayo tutakuwa tunaangalia inahusu jinsi ya kuwekeza tena ama kurudisha tena ule mfumo wa bakteria nzuri katika tumbo lako. Juu ya kwamba umetumia madawa ambayo umeharibu bakteria nzuri. Na ndio sababu watu ambao wametibiwa kwa muda mrefu na ile H. pylori kit, unapatiwa vitu vinaitwa probiotics. Probiotics ni bakteria ambazo unanunua
kwa duka la kuuza dawa unakunywa, kwa sababu ushaharibu zile bakteria nzuri. Huwezi ukafurahia afya, huwezi ukarejesha ugonjwa wa haritumbu nyuma pasipo kuwa na zile bakteria nzuri. Hivyo ni vipi tutaweza kurudisha mfumo huu wa bakteria nzuri? Kwanza, tujiepushe na madawa ambazo yanaziharibu. Pili, lazima tupatie hizi bakteria nyuzi ama faiba, kwa sababu zinategemea zile nyuzi za chakula kuweza kupata viinilishe. Kwa hivyo tumia vyakula ambavyo vinatoka moja kwa moja kutoka kwa shamba. Hakikisha ya kwamba chakula chako pia hakipelekwi ama hakitolewi kutoka kwa duka. Vyakula ambavyo vimepitia mchakato wa kubadilishwa, vikiongezwa, vikipunguzwa, jiepushe na hivyo vyakula, kwa sababu hivyo ni hatari kwa hizo bakteria. Zinaua bakteria, zinaondoa mfumo wa bakteria nzuri katika matumbo yako. Na bakteria ni nzuri kwa sababu ya mambo yafuatayo. Unapotazama kwenye skrini yako, ninakuonyesha mfumo wa bakteria nzuri ambao unachangia katika afya ya tumbo lako, kwa sababu zinakusaidia kusaga nyuzi na pia stechi ambayo tunasema ni sugu ama resistant. Na katika kusaga hii stechi na hizi nyuzi zinakutengenezea aina ya viinilishe vinaitwa mafuta mafupi, yani short chain fatty acids kama butyrate na propionate, ambazo ni dawa nzuri za sukari. Pia inasaidia kurejesha afya ya seli katika matumbo na kuondoa mwasho ama kubambuka kwa ngozi yako ya tumbo. Kwa hivyo hayo ni manufaa ya maana sana ya mfumo huu wa bakteria. Pia hizi bakteria zinakuwezesha kutengeneza vitamini kama vitamin K, vitamin B12, vitamin B17 ama biotin, na vitamin B9 ama folate. Na hizi vitamini unazihitaji kwa ajili ya kurejesha afya ya matumbo yako. Hizi vitamini zinasaidia kuponyesha ugonjwa wa haritumbo, yani kubambuka kwa ngozi. Unapoangalia vitamin K inasaidia kuganda kwa damu. Na hii ndio sababu watoto wa Kiyahudi hawangetahiriwa hadi wafikishe siku 8, kwa sababu mtoto anapozaliwa hana bakteria. Bakteria ambazo anarithi ni kutoka kwa mama yake, na ili zikue zinahitaji muda wa siku 7. Na hizi bakteria ndizo hutengeneza vitamini ambayo inaitwa vitamin K, ambayo inasaidia damu kuganda. Kwa hivyo Wayahudi walikuwa wanangojea mpaka hizo bakteria ziweze kutengeneza vitamin K ili waweze kuwapasha watoto wao wa kiume tohara wanapofikia siku 8. Hivyo hayo ni maajabu ya Mungu kuhusu bakteria hizi. Pia bakteria zinasaidia katika hali ya mchakato wa majimaji ambayo nilikwambia inaitwa nyongo, ili kuweze kuyarejeleza katika maini ili yaendelee katika hali ya umeng'enyaji wa mafuta na lehemu, yani cholesterol. Kwa hivyo hakungekuwa na mchakato huo, hatungekuwa na hizo bakteria, mfumo wa bakteria nzuri. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinaitwa recycling of bile acid ama uchakataji wa nyongo. Inaporejeshwa katika maini lazima iwe imevunjwa, na kwa hivyo kazi hiyo inafanywa na zile bakteria nzuri. Bakteria ni nzuri sana kwa kuelimisha kingamwili, mfumo wa kingamwili, na huyu ndiye mwalimu wa kwanza mtoto anapozaliwa. Kwa hivyo wale wanaodai kama Louis Pasteur aliyesema eti ya kwamba bakteria ni mbaya, jua ya kwamba bakteria ndizo zinaelimisha mtoto mchanga ambaye amezaliwa hana kinga yoyote. Zile bakteria anazorithi kutoka kwa mama yake zitafunza kingamwili yake, na baadaye, kwa sababu zinakita mizizi katika matumbo, na tunajua kwamba mtoto mdogo hana tindikali, kwa hivyo hata huwa zile bakteria zinakuwa na muda wa kukua na kuelimisha kingamwili ya huyo mtoto. Ni nzuri hivyo. Pia zinasaidia kuondoa viini vingine kama koga ambavyo vinaweza vikalete magonjwa. Kwa hivyo
mahali bakteria ziko zinatengeneza hifadhi na maskani ambayo haviruhusu viini vingine kama koga kuingia. Kwa njia hiyo vinaweza vikadhibiti viini vinavyosababisha magonjwa. Pia vinawezesha yale matumbo yako kuwa imara ili kutengeneza sehemu ambazo zinazuia vitu kuingia ovyo ovyo katika damu. Kwa hivyo ule utando ambao unazuia vitu vilivyo kwa matumbo ndani kuweza kuingia kwa damu, na kwa jinsi hiyo vinakulinda na vitu ambavyo vinaweza ingia kwa damu kama havijameng'enywa vizuri ama kama ni maambukizi. Kwa hivyo hiyo barrier ama uzio unatengenezwa na huo mfumo wa bakteria nzuri. Jambo lingine ni ya kwamba hizi bakteria nzuri zinakusaidia kupima ama zinakuzuia usije ukapata uzito kupita kiasi. Kwa hivyo utaona watu ambao wako na uzito kupita kiasi, ukiwachunguza vizuri hawana huu mfumo wa bakteria nzuri, kwa sababu hizi ndizo zinazodhibiti viwango vya viinilishe ambavyo vinaingia katika damu. Bakteria nzuri pia zinawezesha seli za tumbo lako kuwa na afya nzuri, kwa sababu vinatangamana na zile homoni zilizo katika tumbo kukusaidia kuwa na viwango vinavyotakikana vya sukari, na pia kukusaidia uweze kushiba wakati unaofaa ama katika kiasi cha chakula ambacho hakitaharibu afya, na zinakusaidia pia kushiba wakati unaostahili. Kwa hivyo watu wanaweza wakala sana kwa sababu wamepoteza huu mfumo wa bakteria nzuri. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunayapata ambayo ni msaada haswa hizi bakteria ambazo tumeona ya kwamba pasipo hizo hatutaweza kufurahia afya nzuri. Jambo lingine ambalo ningependa tuangazie haswa kuhusu afya zetu, kwa sababu sasa tumeangalia mambo mawili. Tumeangalia kuhusu kurejesha viwango ambavyo vinatakikana vya tindikali, na pia tumeangalia jinsi ya kurejesha mfumo mzuri wa bakteria. Sasa hivi tutakuwa tunaangalia sehemu nyingine, na hii inahusu majira ya kula na majira ya kunywa, kwa sababu nayo pia inachangia afya ya tumbo lako. Ukiangalia kwenye skrini yako, ni lazima tupatie tumbo letu wakati wa kupumzika, na wakati huu wa kupumzika ndio wakati ambao unaweza ukarejesha afya ya tumbo lako ambalo limepata majeraha. Kuna watu wanakula kutoka Januari 1 hadi Disemba 31 bila kupumzika, hawana wakati wa kufunga. Wanafikiria kwamba tumbo ndicho kiungo ambacho hakihitaji mapumziko, kwa hivyo kila wakati wanakula. Na wengine wamezidi, kwa sababu hata katikati ya chakula kimoja kikuu na kingine kikuu wanaendelea na kutumia vitafunio. Sheria ambayo itakusaidia kuponya tumbo lako ni mapumziko ya tumbo lako. Usije ukala chochote isipokuwa maji kati ya chakula kimoja kikuu na chakula kingine. Kwa mfano, umekula staftahi, chakula cha asubuhi, chakula kikuu, uko na masaa 7 hadi utakapokula chakula kingine. Kwa hivyo jiepusha na vitafunio kama mahamri, donati, viazi karai, mahindi choma, njugu karanga. Hizo zote jiepushe navyo, kwa sababu vinachangia kuharibu na kuchubua ngozi ya tumbo lako. Alafu mtu ambaye anataka kupata ufanisi wa haraka anapaswa kula mara 2 kwa siku, ajiepushe
na kile chakula cha tatu. Na ni vizuri kula mapema, ili ukila asubuhi alafu baadaye utakula saa 9, jiepushe na kula tena, kwa sababu unapokula tena unazidisha mzigo kwa tumbo lako na hutaweza kupona haraka. Alafu jua ya kwamba kama kuna shida ya tumbo, shida hiyo imeletwa na vyakula. Kwa hivyo tafuta wakati wa kufunga, na wakati mzuri wa kufunga ni jioni. Kwa hivyo kama chakula cha mwisho ulikula saa 9, basi wewe utafungua saumu yako asubuhi. Ndio sababu chakula cha asubuhi kinaitwa breakfast, yani inadhaniwa ulifunga usiku mzima. Kwa hivyo sasa unafungua ule mfungo. Kwa hivyo jiepushe na kuzidisha kazi ya tumbo lako wakati linaumia. Alafu lazima tutafute majira ya kula. Okay? Tule wakati ambao umepangwa. Kuna watu ambao hawana mpango. Wakati mwingine wanakula saa 2, mwingine saa 3, mwingine saa 4, na hayo ni makosa. Mwili wetu uko katika utaratibu fulani na muundo fulani. Tunahitaji majira sawa ya kula na kunywa. Na nimesema ya kwamba tafuta wakati wa kula, na uwe ni wakati umepangwa, wakati uliotarajiwa, na uwe ni wakati ambao haubadiliki. Tule kwa majira. Na unapokula hakikisha unatafuna chakula chako vizuri. Kwa sababu usipotafuna chakula chako vizuri, ni kumaanisha utajiletea shida ya tumbo lako kubambuka. Iwe chakula ambacho hakijatafunwa vizuri kinaweza kikalete shida aina nyingi, ikiwemo shinikizo la damu. Kwa sababu lazima tuelewe jinsi mkondo wa umeng'enyaji unavyoanza. Mkondo wa umeng'enyaji unaanza wakati umefikiria kuhusu chakula, sio wakati umeanza kutafuna. Kwa hivyo mtu ambaye anakula anapaswa kuwa ametulia. Hapasi kuwa katika mwendo. Hapasi kuwa na majuto. Hapasi kuwa na msongo wa mawazo. Kula wakati umetulia. Kama hujatulia, wachana chakula. Kwa hivyo kula vizuri ukiwa umetulia, fikiria kuhusu chakula, shukuru Mungu kuhusu hicho chakula, utafune vizuri zaidi ya mara 30 hadi chakula chako kitakapokuwa kiowevu kimezwe, ili tumbo nalo liweze kuchukua sehemu hiyo nyingine ya kazi ambayo hujui jinsi inavyofanyika. Mungu tu ndiye anayejua. Kwa hivyo kutafuna chakula vizuri ni kitu cha maana sana. Hakikisha ya kwamba wakati unakula chakula usikunywe maji, kwa sababu unapotumia maji wakati unakula utazimua mazingira ya tindikali na kemikali zingine kama vimeza, ambavyo vinafanya kazi tu kwa sababu viko katika hali fulani ya viwango vya joto, hali fulani ya ukolevu, yani concentration, viko katika hali fulani ya wingi. Okay? Na kwa hivyo jizuie kutumia maji, kwa sababu unapotumia maji unalowesha, unazimua zile kemikali na hutaweza kusaga. Chakula kitabaki kwa tumbo kwa muda mrefu. Kwa hivyo sheria ya maji ni kunywa maji lisaa moja kabla ya kula, ili uweze hayo maji ya kusaidia kutengeneza mate yatakayo kuwezesha kusaga chakula chako. Watu wengi wanapata kiu wanapokula kwa sababu hawakuwa wamekunywa maji. Alafu ukisha kula hutakunywa maji hadi masaa 3 yaishe. Na hivyo ndivyo itakuwa kuhusu majira ya maji na chakula. Jambo lingine ni maji yatumiwe yakiwa vuguvugu. Yani viwango vya maji, viwango vya joto vya maji lazima yawe katika zile nyuzi joto ambazo zinakubalika ndani ya mwili, yani 37. Usije ukanywa maji ambayo ni baridi kushinda hapo, kwa sababu utapoteza nguvu nyingi kuweza kuinua maji kutoka hiyo hali ya baridi umeikunywa hadi ifike katika viwango ambavyo vinatakikana. Na hii inalete matatizo ya mwili, ikiwemo shida za moyo, ikiwemo shida za asma, ikiwemo shida nyingi, mpaka shida za baridi ya neva ama nerve zako kutokuwa na joto la kutosha. Kwa hivyo
tuchunge sana mambo ya kutumia maji katika viwango vya joto ambavyo vinastahili. Kitu kingine lazima tuelewe, ili kuweza kuondoa ugonjwa wa gastritis kabisa, lazima tuwe na utulivu wa mawazo. Mtu ambaye ametulia mawazo ataondoa ugonjwa wa hali tumbo kwa haraka, kwa sababu watu wengi walio na msongo wa mawazo mwisho wanakuwa na vidonda vya tumbo, yaani ngozi ilibambuka kwanza, baadaye ikachimbuka, baadaye akapata mashimo kwenye tumbo, na wengine wamepata saratani. Kwa hivyo utulivu wa mawazo sana sana kwa Wakristo ambao wanajua kutua mizigo yao yote mbele za Mungu, inawasaidia kutulia mawazo, kwa sababu mawasiliano ya tumbo na ubongo ni moja kwa moja. Unapokuwa na jambo linakutatiza kwa ubongo, linaharibu tumbo lako moja kwa moja. Kwa hivyo tunapoendelea, tunaangalia ile tiba kamili ya ugonjwa wa hali tumbo. Jambo lingine ambalo lazima tujiepushe nalo ni lazima tujiepushe na vyakula ambavyo vinaleta mwasho ama vinasababisha ngozi yako kubambuka, ngozi ya tumbo. Kwa hivyo vyakula ambavyo vinabambua ngozi yako ya tumbo lazima tujiepushe navyo. Vyakula kama tulitaja vitafunio, sukari, vyakula vyote ambavyo vimepitia katika mchakato wa viwanda vinaharibu ngozi ya tumbo lako. Kwa hivyo jiepushe navyo. Vyakula kama peremende, vyakula kama Blue Band, vyakula vya mafuta, hata yale mafuta watu wananunua kwa supermarket yanachangia katika kubambua ngozi ya tumbo. Kwa hivyo kama unataka kupona ugonjwa wa hali tumbo ama gastritis, lazima ujiepushe na hivyo. Vyakula pia ambavyo ni protini zinazotokana na wanyama vinachangia katika kubambua ngozi yako ya tumbo, sana sana katika malezi ya mifugo siku hizi ambayo yanatumia kemikali. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho kitaharibu matumbo yako ni hizi protini za kutokana na wanyama. Kwa hivyo tujiepushe na vyakula ambavyo vimepitia katika mchakato katika viwanda, vyakula ambavyo viko na protini za wanyama, kwa sababu hizo, kama unataka kutibu ugonjwa wa hali tumbo kikamilifu, lazima ujiepushe navyo. Na lazima ujue ya kwamba chakula ambacho kitasaidia tumbo lako ni kile cha asili, kitatoka shambani moja kwa moja, jinsi Mungu alivyosema. Kuna watu wanasema hawezi wakatumia maharagwe, hawezi wakatumia mboga fulani kama sukuma wiki. Ni kweli, kwa sababu tumbo lako liko na shida, lakini sukuma wiki haileti ugonjwa wa hali tumbo, maharagwe haileti. Kwa hivyo watu wametumia maharagwe siku nyingi, na imetumika katika historia yote ya wanadamu. Lakini jinsi ya kutayarisha maharagwe, kwa sababu mbegu zote lazima ziloweshwe katika maji usiku mzima, ili uweze kuzisafisha asubuhi, umwage hayo maji, tengeneze maji mengine, uzipike na maji mapya. Lakini kama huloweshi mbegu, basi utakuwa na shida ya hali tumbo. Na mbegu zinaloweshwa kwa sababu ziko na kitu inaitwa seed dormancy. Kwa hivyo kuna zile kemikali ziko juu zinaitwa anti-nutrients, ambazo usipolowesha utaweza kuziondoa. Kwa hivyo hizo zinaweza changia ugonjwa wa hali tumbo. Kwa hivyo mafuta nayo pia vile vile. Mafuta yale mazuri kabisa ya ugonjwa wa hali tumbo ni yale ambayo jinsi ya utengenezaji wake haujatumia moto. Kwa hivyo ukisoma lebo utakuta yameandikwa cold pressed na bei yake ni ghali. Lakini mafuta yote ambayo bei ni rahisi na umeona yameandikwa pure refined, jua ni hatari kwa afya yako. Kwa hivyo tutumie vyakula halisi, na chakula halisi unaweza ukakitambua kwa kukiona, kukinusa, kukigusa. Kwa hivyo chakula chochote ambacho inabidi usome lebo ili ujue ni chakula, hicho si chakula.
hekima ambayo tulio nayo haituruhusu tusome label ili tuweze kujua aina fulani ni chakula. Pia lazima tuvilete mezani mwetu vyakula ambavyo vinazima mwasho ama vinazima ngozi yako ya tumbo kubabuka. Kwa mfano, kuna vyakula viko na makamasi kama cucumber, kama okra, kama aloe vera, kama mboga zinaitwa nderema, okay? Kuna matunda kama thorny melon, karela. Kwa hivyo hizo ni vitu ambavyo vimehakikishwa kuleta utulivu katika tumbo lako. Kuna pia chakula kingine kinaitwa slippery elm. Kwa hivyo hizi zote kama utawasiliana nami nitaweza kukutengenezea juisi nzuri sana ya kuweza kuzima mwasho na mbambuko katika tumbo lako, na utaweza kufurahia afya nzuri. Kwa hivyo tunapo endelea tujue ya kwamba Mungu ametupatia kila hali ya kutatua shida ambazo tuko nazo, bora tu tuweze kufuata hizi sheria za afya ambazo ametupatia. Nafikiria katika video iliyopita nilikuwa nimeongea kuhusu mapungufu ya viinilishe fulani kama vitamin A, vitamin B2, vitamin B3, B6, B9, B17. Vitamini hizo zote na protini na nyuzinyuzi zitawezesha tumbo lako kuweza kupona kwa haraka na tena kurejesha afya yako jinsi ilivyokuwa hapo awali. Kwa hivyo lazima tulenge pia kupata vyakula ambavyo viko na hivi vitamini. Kwa mfano, mboga ambazo ziko na kijani kibichi ambacho kimekolea ni nzuri sana kwa kutibu shida ya gastritis. Na wale wanasema kwamba hawawezi wakatumia hizo mboga, tumia maji yake kwanza. Wakati tumbo lako litapona, utaweza kutumia hizo mboga. Kwa hivyo vitu vifuatavyo vitakuwezesha kufurahia afya yako tena. Kwa hivyo vitamini hizo, na pia umeona ya kwamba protini pia ni za muhimu katika kutibu shida yako ya gastritis ama hali tumbo. Kwa hivyo kama unatumia dawa za kuzima asidi, hii ni kumaanisha hutaweza kumeng'enya protini. Na kama hutaweza kumeng'enya protini, ni vipi utaweza kutatua ama kuponya tumbo lako? Hutaweza, kwa sababu unahitaji protini kufanya kazi ya kujenga upya sehemu ambazo zimeharibika. Tumeongea jinsi ya kurudisha bakteria nzuri, haswa kutumia nyuzi, yani tusipitishe vyakula vyetu katika mchakato wa viwanda, kwa sababu tunataka kutumia vyakula vikiwa vizima. Jambo lingine ni lazima tujiepushe na sumu za kila aina, zikiwemo madawa ambayo yalidhaniwa yanalenga H. pylori lakini si kweli. Matumizi ya antibiotics, matumizi ya antacids yanachangia kuharibu tumbo lako. Zikiwemo vitu vingine ambavyo watu wanatumia kama madawa ya kulevya, pombe, hizo zote. Alafu lazima watu waweze kula vyakula vya kila aina, kwa sababu hivyo ndivyo tutaweza kufurahia viinilishe tofauti tofauti. Unapotumia vyakula vya kila aina utafurahia viinilishe vya kila aina. Lakini unapochanganya hivi vyakula, elewa hivi kuna hekima ama kuna elimu fulani katika kuchanganya vyakula. Usije ukachanganya protini na starch katika sahani moja. Kwa mfano, kuna wale wanakula starch, ugali na nyama. Jua ya kwamba utachelewesha ule muda wa mapito, kwa sababu chakula chenyewe hakisagiki kwa haraka. Okay? Vile vile mtu ambaye anakunywa chai na anakula mkate, unachangia kuharibu tumbo lako. Vyakula vya protini za wanyama huwa hazipelekani vizuri na vyakula vya starch kutoka kwa vyakula vya shamba.
na ingewezekana ya kwamba kama ni lazima mtu ale nyama, basi hakikishe anakula nyama asubuhi, asiende asikule nyama wakati anaenda kulala, ale asubuhi. Lakini ingewezekana kwa sababu ya athari za nyama, haswa wakati wa leo, watu wajiepushe na hizo protini kutoka kwa wanyama. Alafu kitu kingine ni lazima tuhakikishe ya kwamba matunda yote hatuchanganyi na vyakula vingine, tunayakula wakati wake peke yake. Na tena matunda yaliyo na maji mengi, jiepushe kuyachanganya na matunda mengine ama vyakula vingine. Kwa mfano tikiti maji, tikiti maji inapaswa kuliwa peke yake, na hii inahusu matunda yote ambayo iko na maji mengi, usichanganye na vyakula ama matunda mengine. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba tunafuata utaratibu unaotakikana wa kuchanganya vyakula vya protini vya wanyama visichanganywe na starch vyakula kutoka kwa shamba. Alafu tumia chakula wakati unajua kitasagika vizuri zaidi. Kwa mfano, kula chakula wakati unafanya kazi. Vyakula ni vya wafanya kazi. Biblia imesema hivyo, ya kwamba mtu asile kama hafanyi kazi. Kwa hivyo, na ukila enda ukafanya kazi, kwa sababu vyakula husagika vizuri wakati unafanya kazi. Kwa hivyo, wakati mzuri wa kula ni asubuhi, kwa sababu unaingia kazini. Tujiepusha na kula jioni, kwa sababu hii itachangia uharibifu wa tumbo lako, kwa sababu unapokula unaenda unalala. Hiyo itasababisha chakula kuwa chachu ndani ya tumbo, mwishowe kinaharibu tumbo lako, mwishowe utapata kiungulia na shida zingine za kubambuka kwa ngozi ya tumbo, mwishowe utapata hari tumbo, vidonda vya tumbo, na mwishowe unapata saratani. Asante kwa usikivu mwema, mtazamaji mpendwa. Endelea kukipenda kipindi, kukipendekeza na kujisajili iwe mmoja wa watumizi wa masomo haya. Hadi wakati mwingine, Mungu awabariki.